Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korintho, ile sura ya 11, haleluya, mstari ule wa 23. Nitasoma taratibu kwa msaada wa Roho Mtakatifu mpaka ule mstari wa 32. Anasema Mtume Paulo anawaandikia Wakorintho ya kwamba kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kwamba Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega ule mkate akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vile vile baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana ndiyo mstari wa 26, kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki mwaitangaza mauti yangu hata ajapo. Bwana Yesu. Ndiyo mstari wa 27 anasema, basi kila aulaye mkate huo na kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa ula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokuupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, tusingehukumiwa, ila tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana, isije ikatupata adhabu pamoja na dunia. Haya ndiyo maagizo ambayo Yesu Kristo alikuwa ameacha, ya kwamba kama kweli unataka kufanya ukumbusho wa Yesu Kristo, jinsi alipopitia mauti, jinsi aliposulubiwa, jinsi alivyoteswa, jinsi alivyotemewa mate, anasema tufanye hivi kwa ukumbusho wake, ya kwamba tule mkate ambao ndio mwili wake na tunywe kikombe ambao ndio damu yake ya agano iliyomwagika kwa ajili ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye hivyo kila tunapomkumbuka, kila tunapotaka kukumbuka. Kwa hiyo wakati huu wa Pasaka ndio wakati mzuri wa kila mmoja wetu kushiriki. Sio unaenda kula pilau, haleluya, na soda basi unasema kwa pilau hii ninamkumbuka Bwana, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana ana namna ambayo ameagiza mimi na wewe tupate, na anazungumza wazi kupitia mitume hawa. Maana wote tunajua ya kwamba kanisa la Kristo Yesu limejengwa chini ya mafundisho ya mitume. Na anaanza kwa kusema kwenye ule mstari wa 23, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi. Yeye aliyapokea kwa Bwana. Na wote tunafahamu, kama unasoma vizuri Biblia, wote tunafahamu ya kwamba Mtume Paulo alifundishwa na Mafarisayo na alikaa chini ya mwalimu Gamalieli, akafundishwa habari ya imani
ile ambayo ilikuwa imefarakana na Yesu Kristo, wala hakuwahi kujifunza kwa mtu mwingine yote. Lakini alipokutana na Yesu, Yesu mwenyewe ndiye aliyemfundisha. Mtu huyu alichukuliwa mpaka mbingu ya tatu, akafunuliwa mambo mengi. Na hapa anasema ya kwamba yeye mwenyewe ameyapokea haya kutoka kwa Bwana, ndipo akawapa wao kama Wakorintho, kwa Bwana aliwaeleza usiku ule alitolewa ili awe sadaka kwa ajili ya ulimwengu, au ukombozi kwa ajili ya ulimwengu. Usiku ule ndio alipotolewa. Bwana Yesu asifiwe. Alitwaa mkate, haleluya, naye akisha kushukuru akasema fanyeni hivi. Akachukua na kikombe, akamwambia, hii ndio damu yangu ya agano jipya iliyotolewa kwa ajili ya ulimwengu. Fanyeni hivi kila mnapokunywa kwa ajili ya ukumbusho wako. Tunapokwenda kukumbuka ya kwamba Yesu aliteswa, Yesu alisulubiwa, akatoa mwili wake kuwa sadaka na dhabihu kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya dhambi, na akaitoa damu yake kwa ajili ya agano jipya, kwa ajili ya ulimwengu na ukombozi. Tunapaswa kushiriki mkate huu, na anasema ya kwamba unaposhiriki mkate huu na kushiriki kikombe hiki, unashiriki mauti au unaitangaza mauti ya Bwana. Haleluya. Tunaitangaza mauti ya Bwana hata atakapokuja. Tunapokuwa tunashiriki, tunaitangaza mauti ya Bwana. Na nyuma ya mauti ya Bwana liko kusudi la ukombozi. Tunatangaza ukombozi wa mwanadamu uliopitia katika mauti ya Bwana kwa kumwaga damu yake pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia anapozungumza katika ule mstari wa 27, basi kila aulaye mkate huo na kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Wale waliomsulubisha walikuwa na hatia juu ya mwili na damu yake. Na ndio maana Yuda aliyemsaliti alisema maneno haya. Alisema ya kwamba nimeisaliti damu isiyo na hatia. Bwana Yesu asifiwe. Na maana halisi ya kushiriki damu ya Yesu Kristo, ambao ni kikombe hiki na mkate ambao ni mwili wake, maana yake tunashiriki ukombozi wa Yesu Kristo kwa mwanadamu. Tunashiriki ukombozi uliopitia katika mwili wake na damu yake. Haleluya. Maana pale msalabani walisulubishwa watu wawili pamoja na Yesu. Kuna watu ambao kupitia msalaba ule kusulubishwa na Yesu, kuna mtu alipata ukombozi. Lakini kupitia msalaba ule kuna mmoja aliyehukumiwa. Ina maana tunaposhiriki meza hii, mkate huu na kikombe hiki, ina maana mimi na wewe tunajigawa. Kuna wengine wanashiriki ukombozi wa Yesu Kristo pale msalabani. Kuna wengine wanajipatia hukumu kwa sababu ya ile damu, kwa sababu hawajashiriki ilivyo sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Walishiriki isivyo sawa sawa. Hii ndio kumbukumbu ambayo Yesu ameiruhusu. Hatukatazi kupika pilau, hatukatazi kunywa soda. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama nguo nzuri unataka kuvaa, hatukatazi. Lakini je, unapokwenda kanisani umejipambanua vizuri ya kwamba wewe ni wa pilau tu na soda, au lakini wewe pia uko tayari umejiandaa kushiriki meza ya chakula cha Bwana
maana kila anayeshiriki meza hii anatangaza mauti yake hata atakapokuja. Na wale wasioshiriki sawa sawa, wale ambao hawatashiriki vizuri, wanajipatia hukumu na hatia juu ya mwili huo na damu hiyo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio maana ni vizuri kujihoji katika kila tunaposhiriki kumbukumbu hizi. Je, tumeufikia ujuzi wa kweli ambao Yesu alikuwa ameumaanisha pale alipotoa mwili wake na kuimwaga damu yake? Tunao ujuzi wa kweli? Kama bado hatuna ujuzi wa kweli, tunasubiri nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unashindwa kukiendea kikombe cha Kristo? Kwa nini unashindwa kuendea mkate ule ambao ni mwili wa Kristo? Je, unapojipambanua unajiona bado unapelea? Na kwa nini unapelea? Je, kama utaendelea kuwa hivyo, nini kitatokea pale Yesu atakapokuja au atakapokutwaa? Ni kweli utakuwa na nafasi katika ufalme ule? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana nimetamani tuendelee kujipambanua hata tunapojiandaa kwa ajili ya kushiriki meza hii. Haleluya. Ambao ni mwili halisi wa Kristo Yesu na ni damu halisi ya Kristo. Maana yeye ndivyo alivyoagiza ya kwamba mkate tulao ni mwili wa Kristo. Tunaposhiriki tunamtangaza mauti yake. Lakini usipofanya sawa sawa, Bwana Yesu asifiwe, haleluya, unajipatia hatia. Hatia ni hatia ya mwili na damu ya Bwana. Kwa hiyo kila mtu ajioni anasema mstari wa 8. Tunapofanya kumbukumbu hizi ni vizuri watu wakapata muda wa kujionyesha. Kama haujafanya kumbukumbu, haleluya, unaweza usijione unaposhiriki pilau iliyotengenezwa na mama nyumbani. Haleluya. Unaweza usijione unapokaribia mkate wa nyumbani ule ambao umeandaliwa asubuhi au chai au pilau. Na yeye kule nyumbani si mnasema kumbukumbu, leo ni siku ya nini? Lakini tunapokuja kanisani, ipo mkate na damu tunapaswa kushiriki. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inakupa wewe nafasi ya kujioni na kujipambanua. Je, leo ninakwenda kushiriki mkate huu, ninakwenda kushiriki kikombe hiki, je, ninaenda kujipatia hatia ya huyu Yesu Kristo, hatia ya mwili wake na damu yake, au ninaenda kupata thawabu ya ukombozi nikitangaza mauti ya Kristo hata atakapokuja? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 29. Maana alaye na kunywa, kula na kunywa hukumu ya nafsi yake. Hukumu ziko za aina mbili. Haleluya. Hata mahakamani tunasikia watu wanaposhtakiwa, kuna hukumu za aina mbili. Kuna hukumu ya kwanza, yule aliyekushitaki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na yule aliyeshtakiwa, mwenye hatia au mwenye hatari, haleluya, ni yule anayeshtakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali hapa tuna maana ya kwamba tunapokwenda kushiriki meza ya chakula cha Bwana, kwa maana ya mkate pamoja na damu ya Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakaa mbele ya hukumu. Nafsi zetu zinahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye anasema waziwazi katika mstari wa 29, maana alaye na kunywa, ula na kunywa hukumu ya nafsi yake. Maana nafsi zetu ndizo zinazopaswa kuhukumiwa. Nafsi zetu zimeshtakiwa. Sasa katika hukumu hiyo kuna nafsi zitashinda. Haleluya.
kuna nafsi hazitaweza kushinda, zitahukumiwa kwamba zimetenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio kumbukumbu ambayo Yesu alitaka iwe na maana katika maisha ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuendea pilau, sio kuendea soda, sio kuvaa. Unaweza ukavaa vizuri, unaweza ukala pilau, unaweza ukanywa soda, haina shida. Lakini unapofanya kumbukumbu ambayo Yesu ameiagiza, hivi ndivyo inavyoleta maana. Je, umejipambanua vizuri na kuona ya kwamba hauna hatia, na ukaona ya kwamba wewe ni mtu ambaye uko sawa sawa, unaweza kushiriki? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ni bado, swali langu linakuja, ni lini utakamilika? Kuna muda unakimbia. Ni lini ambao mimi na wewe ambaye unashindwa kusogelea mwili wa Kristo, unashindwa kusogelea kikombe hiki, ni lini utatengeneza ili uwe na ujasiri wa kukiendea kikombe na mkate huu? Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwa sababu hiyo, wako wengi kwetu walio hawezi, na wengine ni dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Kwa nini? Ni kwa sababu hawakujipambanua vizuri walipokuwa wanaenda kushiriki. Maana nasema kama tungejipambanua vizuri nafsi zetu, tusingehukumiwa. Wasingetokea watu wengine hawawezi, wengine wadhaifu, wengine wanakufa. Ninachotamani nizungumze na wewe ni kwamba Pasaka yenye maana ni Pasaka ya kufanya kumbukumbu aliyoiagiza Yesu Kristo. Na kumbukumbu hii ni kumbukumbu inayohitaji wewe kujihoji, inayohitaji wewe kujipambanua. Je, uko na njia sawa sawa? Je, umeufikia ule ujuzi wa kweli? Je, unapoingia katika toba unamaanisha kutoka moyoni ya kwamba unageuka na kuziacha njia zako mbaya, au unafanya maigizo ya kuzoea tu kanisa ya kwamba ni kama desturi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo Pasaka ambayo Yesu alikuwa anataka ifanyike. Na alikuwa anataka kila tunaposherehekea kumbukumbu zake. Ukweli ni kwamba Yesu hakupanga tarehe. Haleluya. Kila siku hata mngeweza kushiriki meza ya chakula cha Bwana. Sisi wenyewe tunashiriki kila mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunashiriki kila mwezi tukihitaji watu waendelee kujitunza na kukumbuka na kutathmini maisha yao kila siku. Na ndio maana tunapoambiwa tusherehekee Pasaka, hatuoni shida, kwa sababu hata kama wameweka tarehe zao, sisi tunachotakiwa ni kushiriki na kukumbuka kama alivyotuagiza. Tarehe kwetu hazina maana sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini chenye maana ni kile tunachokwenda kukipokea kwenye kumbukumbu hizi. Anasema kwa sababu hiyo wengi walishindwa kujipambanua nafsi zao, na kwa kufanya hivyo wakahukumiwa kwa kushiriki meza ya chakula cha Bwana isivyo sawa sawa, na wakawa wametangaza hatia ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na nafsi zao zikaingia katika hukumu, zikakamatwa ya kwamba zimekuwa nafsi zenye dhambi. Haleluya. Lakini inasema neno moja katika mstari wa 32, ila tunapohukumiwa
na tunaporudiwa na Bwana ni bora zaidi, ili tusije tukapatikana na adhabu katika ile siku ya mwisho pamoja na dunia. Unapoadhibiwa, maana yake unapata muda, haleluya, wa kujirekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya wewe kujihoji, ni siku ya wewe kujipambanua, ni siku ya kuangalia kazi ya msalaba, maana halisi ya kazi ya msalaba ndio tunayoiishi, ya kwamba Yesu alikuja ili sisi tuwe washindi. Yesu alisulubiwa ili aweze kuziondoa dhambi ndani yetu. Yesu alisulubiwa ili aweze kuzivunja kazi za shetani. Yesu alisulubiwa ili atufanye mimi na wewe tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio mambo ambayo tunatakiwa tujione, na lakini ndivyo vigezo ambavyo vinatakiwa mimi na wewe tuvitimize ili tuweze kuingia mbinguni. Nje ya hapo, kanisa linajifurahisha tu. Ukristo ulionao unajifurahisha tu, lakini ukweli ni kwamba Yesu ametuhakikishia tukifikia ujuzi wa kweli tunashinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunashinda dhambi. Na mara kadhaa tumepata muda wa kutafakari. Watu walitoa miili yao kama vile alivyosema katika ile Warumi 12 mstari wa kwanza, jitoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Haleluya. Tumeona kina Shadraka, Meshaki na Abednego walitoa miili yao, Bwana Yesu asifiwe, iwe dhabihu. Walikubali hata kufa, lakini wasimtende Mungu dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Wasimtende Mungu dhambi. Danieli alikubali kuingia kwenye tundu la simba, kupoteza vyeo vyake, na alikuwa ameshahidiwa kupata promotion, kuongezwa cheo, lakini amesema vyote vitanisaidia nini iwapo mimi nitamkosa Mungu wangu. Yusufu alikimbia zinaa ili asimkose Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa walikuwa wanadamu kama sisi. Kwa nini mimi na wewe hatutaki kufikia ujuzi wa kweli? Bwana Yesu asifiwe. Ujuzi wa kweli, ndio maana Biblia inasema utafuteni kwa bidii. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo ina maana utakatifu, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atamuona Mungu asipokuwa nao. Utakatifu unatafutwa kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu unatafutwa kwa bidii. Mimi na wewe tunatakiwa tuwe na bidii kwenye kutafuta utakatifu. Tunapoenda kushiriki chakula hiki ambao ni mwili kamili wa Kristo Yesu na damu halisi ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa wale waliojiandaa kwenye kumbukumbu ya Pasaka, waliojioji na kujipambanua ya kwamba wako tayari, wale ambao bado hawako tayari, ni kipindi kizuri cha kuendelea kuangalia wapi ambapo bado haujatengeneza, ili uweze kufikia ujuzi wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kuendelea kujipambanua. Ni wakati wa kuendelea kumwambia Yesu, ninaomba unikamilishe. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Tumepewa neema ya ajabu sana.
Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Dhambi hiyo au dhambi hizo zinazokusumbua, ukiziendea mbele za Bwana, ninajua unafunga sana kwa ajili ya mahitaji yako, unafunga sana kwa ajili ya malengo yako ya mwili, lakini ukiendea hiyo dhambi ambayo inakusumbua, ukamwita Bwana kwa kumaanisha kwa imani, mimi nakwambia mwezi mmoja ni mkubwa sana, hiyo dhambi itakuwa ni historia kwenye vitabu vyako. Bwana Yesu asifiwe. Haitakusumbua tena. Bwana Yesu asifiwe. Hautaisikia hata ikigonga honi kwako. Yaani kama vile kaskazini ilivyo mbali na kusini, hayo mapepo yanayokutumikisha katika hizo dhambi, yaani akikuona yanasema yule ndio aliyetushinda. Bwana Yesu hayaji tena. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo Kristo anategemea watoto wake wanaposimama, dhambi inakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi ndivyo ambavyo tunafikia ujuzo kwetu. Ni lazima kutafuta utakatifu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia inasema utafuteni ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni haupo nje, bali ndani ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na utakatifu, Bwana Yesu asifiwe, hata mimi nasema hivi, ndio maana Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati kwamba utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yote kwa bidii, ndipo baraka hizi, Bwana Yesu asifiwe, zitakutafuta na kukupata. Yaani hautaomba baraka, baraka zitakuwa zinakutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Zinakupata wewe. Bwana Yesu asifiwe. Iko faida ya kuishi katika maisha matakatifu. Faida moja ni kwamba kwanza unajihakikishia kuingia mbinguni. Alafu pili, hata baraka za hapa duniani zinakufuata. Sio wewe tu, na uzao. Biblia inasema hata uzao wako. Na Biblia inasema na uzao, hata wanyama wako wale wanabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Shamba lako unapolima linabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kila kitu unapoingia na kutoka unabarikiwa. Hiyo ndio nguvu, na ndio maana Kristo anasema tafuteni hii siri kwanza ya kuwa watakatifu. Haya mengine mtazidishiwa. Msiwe kama mataifa wanawaza usiku na mchana, wanawaza watakula nini, watakunywa nini, watavaa nini. Nyinyi usiwaze hivyo, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kwamba mnatafuta na mnahitaji. Nyinyi tafuteni ufalme, haya mengine yanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanadamu tumegeuka, kwa sababu tumeisikiliza dunia zaidi kuliko kusikiliza kanuni ambazo Bwana amezitoa kwetu. Ujumbe wangu katika kumbukumbu hizi ni kwamba tutafute kufikia kule ukamilifu wa kweli. Ujumbe wa pili ni kwamba ukamilifu wa kweli unawezekana, kwa maana Yesu alikuja ili aziondoe dhambi. Kwa nini bado iko dhambi ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ambao unapaswa kuamka, funga na kuomba kwa ajili ya Kristo Yesu. Mimi kuna wakati nilikuwa naambia kabisa Yesu, si nimemwambia dhambi hiyo ondoke, hautaki kuiondoa. Kwa hiyo ni nani mwenye kazi ya kuondoa dhambi? Maana mimi mwenyewe siwezi. Haleluya. Ninaomba uandike kwenye kitabu changu, nilikwambia kuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maombi unaomba hata Biblia haijaandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unadhani dhambi inachukua muda, unaikuta ishaondoka zamani. Bwana Yesu asifiwe. Unajikuta umeshakuwa mwamba katika dhambi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana tunapoendelea kutafakari, na wale wote waliojiandaa kwa ajili ya kushiriki kumbukumbu hizi kama Yesu mwenyewe alivyotuagiza. Amen.